Kipindi kifuatacho kimegharamiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Ninamshukuru Mungu kila wakati anaponionyesha makosa yangu. Wakati mwingine sina budi kumshukuru zaidi kushinda ninavyopenda kufanya, lakini unajua, wiki iliyopita siku moja nilikuwa namshukuru siku nzima. Nilisema moyoni, asante Mungu kwa kunionyesha hilo. Asante Mungu asante Mungu kwa kunionyesha hilo, na nikawaza, mwisho wa siku nafurahi kwamba wakati wa kwenda kulala umefika, sije ukanionyesha kitu kingine. Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenyu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Kwa neema kwa njia ya imani. Kila tunachopokea kutoka kwa Mungu hutujia kwa njia ile ile. Kwa neema kwa njia ya imani. Imani yetu katika Mungu au imani yetu katika ahadi zake sivyo vinavyonunua baraka za Mungu, ni ule mkono tu unaopokea baraka. Ni neema ya Mungu na neema yake peke yake inayotupa wema wake maishani mwetu. Hakuna hata mmoja wetu anaweza kuwa mzuri vya kutosha kufaa kitu chochote kizuri anachotufanyia Mungu. Na hilo halipaswi kutufanya tujihisi tuko chini, inapaswa kutufanya tushangazwe na wema wake. Kwa hivyo, kwa neema yake kwa njia ya imani. Pengine unasema, natamani ningekuwa na imani kiasi. Ukweli ni kwamba kila mwanadamu amegawiwa kiasi cha imani. Warumi sura ya 12. Kila mwanaume, kila mwanamke, kila mvulana na msichana ana imani. Una imani ya kutosha kufanya chochote kile unachopaswa kutenda katika maisha wakati wowote. Sema nina imani. Sasa, imani yako inaweza kuonekana dhaifu kwa sababu huenda hujaitumia sana vile. Au pengine unatumia imani yako katika sehemu fulani tu. Kwa muda mrefu, imani niliyokuwa nayo katika Mungu niliitumia tu katika sehemu ya kusamehewa dhambi zangu na kuwa na matumaini ya kwenda mbinguni siku moja. Sikujua kwamba naweza kutumia imani yangu katika sehemu nyingine za maisha yangu. Hamna, kwa sababu hamjaomba. Ukiomba kwa imani, utapokea. Na hebu niseme sasa hivi kwamba unaweza kumwomba Mungu chochote na kila kitu. Huwezi kumwomba Mungu vitu vingi kupita kiasi. Pengine unasema, na je, nikiomba kitu kisichofaa? Hutakipata. Kwa hivyo, unajua, hatuna haja ya kujali na kusema, ikiwa je, sifai kumwomba Mungu kunipa kitu hicho? Basi hatakupa. Unajua, kuna mambo mengine ambayo Biblia inatuambia tunaweza kuyaomba, lakini kuna sehemu nyingi katika maisha ambazo ni za kipekee na maalum na zilizo tu za maisha yetu. Biblia haikwambii umuoe nani au uolewe na nani, haikwambii lini utanunua gari jipya, lakini inatupa hekima. Na kwa hivyo tukifuata mwongozo wa Roho Mtakatifu, tunafuata hekima, na wakati wote tunamtegemea Mungu na kumwomba atusaidie, tunaweza kuanza kuwa na maisha ya ajabu sana. Unaona, sikujua kwamba ningeweza kutumia imani yangu kushinda mambo yangu yaliyopita. Nilidhani nimekwama na hilo. Nilikuwa mwathiriwa wa unyanyasaji. Siwezi kujiita mwathiriwa wa unyanyasaji sasa. Hasha, huwezi kunifanya niseme mimi ni mwathiriwa wa unyanyasaji, kwa sababu si mwathiriwa wa unyanyasaji. Mimi ni kiumbe kipya katika Kristo na ninatembea kwa ushindi. Na haijalishi nini kilitokea kwako, nataka kuwatia moyo. Ondoa kila aina ya fikra za mwathiriwa ambazo huenda unazo. Hatuwezi kuwa bado ni waathiriwa na kisha kuwa viumbe vipya katika Kristo. Kwa hiyo, una imani. Yale tuliyofanya katika huduma hii, yote yamefanywa kwa imani. Hujui kwa kweli vile kibinadamu sifai kufanya hivi. Kusema kweli ni kama kichekesho kabisa. Na kwa hivyo, ninajua kwamba ni Mungu. Ndiposa katika Wakorintho wa kwanza 1 inasema kwamba Mungu kwa makusudi huchagua wadhaifu na wapumbavu wa ulimwengu ili awaibishe wenye nguvu. Anataka ulimwengu uangalie na kusema, haiwezekani. Haiwezekani wewe kufanya hivyo. Na kisha anataka ulimwengu uangalie yakitendeka kupitia kwako. Amen. Kwa hivyo basi Mungu pekee ndiye anaweza kupewa sifa. Nashangaa wangapi wanakuangalia na kusema hivi, hakuna vile unaweza kubadilika.
Hakuna vile unaweza kutenda hivyo, lakini kupitia kumwamini Mungu unafanya hivyo. Kusema kweli, sikuwa na mipango yote ya kuhubiri ujumbe wa imani wikendi hii. Kwanza, niliandika ujumbe huu kwa siku moja wiki kadhaa zilizopita nikiwa nimeketi kwenye kiti changu, kwa sababu nilikuwa nasoma ile sura moja ambacho ni kitabu kizima cha Filemoni, na nikafikiria kifungu cha 22 na kitu fulani kikanijia, na kisha nikawaza nitaandika ujumbe mfupi unaohusu jinsi imani inavyofanya kazi, kwa sababu kuna zile tunazoweza kuita kanuni za imani, na kanuni au sheria ni kitu kinachofanya kazi kwa njia moja wakati wote, kama vile ile hali ya kitu kuvutiwa chini, yani gravity, inayoitwa sheria ya gravity, ambayo inamaanisha kila wakati, si mara kwa mara, lakini kila wakati ninapotupa kitu hewani kitarudi chini tu. Na kwa hivyo kuna sheria fulani za imani, na kile ninachomaanisha ni kwamba kuna njia fulani ambazo imani itafanya kazi na njia fulani ambazo imani haitafanya kazi. Na kwa hivyo, kwa kuwa una imani, sema nina imani. Na kwa kuwa hutapata chochote kutoka kwa Mungu usipotumia imani, nadhani itakuwa vizuri sana kuchukua muda kidogo asubuhi ya leo ili kuona ikiwa kama tunatenda kile tunapaswa kutenda kwa imani yetu, na ikiwa tunatumia imani hiyo kwa njia ambayo inaleta faida na inayotendeka. Je, mnaona ni vizuri hivyo? Sawa. Sasa, na tusome Filemoni 1 kifungu cha 22. Paulo anamwandikia Filemoni juu ya mtumwa aliyekuwa naye kwa jina Onesimo, na alikuwa amemtoroka Filemoni, na Paulo akamchukua na akawa mwanawe wa kiroho. Na sasa Paulo alikuwa anaenda kumrudisha kwa Filemoni, na alitaka kuhakikisha kwamba Filemoni angempokea vizuri na bila kumwadhibu kwa sababu ya kutoroka. Kwa hivyo sehemu iliyosalia inazungumzia swala hilo, lakini kisha Paulo anasema, na kwanza, na hili ni muhimu sana, Paulo alikuwa jela wakati akiandika barua hii. Jela, na hakujua atatoka lini. Lakini anamwandikia Filemoni, na kifungu cha 22 anasema, na pamoja na hayo uniweke tayari mahali pa kukaa katika kutarajia ukarimu wenu. Maana natumai ya kwamba kwa maombi yenu nitarejeshwa kwenu, nitapewa nafasi nije kwenu. Kwa hivyo tunaona kitu muhimu sana hapa. Kwanza kabisa anasema, sasa nina imani kwamba mtaniombea ili nitoke hapa na niweze kuja kuwatembelea. Kwa hivyo alikuwa na imani katika nguvu ya maombi, na aliamini kwamba atakapoomba au wengine watakapomwombea, basi haya angemfungulia mlango na atoke jela. Usiombe ikiwa hutaomba kwa imani. Unapoomba, kuwa na imani rahisi, imani kama ya mtoto. Kwanza, kwamba Mungu anakusikia, na ya pili, kwamba Mungu atakupa ulichoomba, na ukiwa unaomba kitu kisicho sawa, atakupa kitu kizuri zaidi. Amen. Kisha anasema, uniwekee tayari mahali pa kukaa. Sasa ninataka kuongea nanyi juu ya nguvu ya matarajio, kwa sababu imani sharti iwe na matarajio hai na yenye nguvu. Paulo alisema, niombeeni, ninaamini nitatoka hapa na nitakuja kuwatembelea. Kwa hivyo mnaweza endelea kuniandalia chumba. Jamani, kuna mtu anaona hii? Mnaweza endelea kuniandalia chumba, kwa sababu alikuwa na hakika kabisa ataweza kwenda huko. Wanawake wajawazito huwa tunasema kwa Kiingereza ni expectant, kwa sababu unajua jinsi ulivyo wakati mjamzito. Unapokuwa mjamzito na shauku fulani, unapokuwa mjamzito na lengo la maisha yako, unapokuwa mjamzito na ndoto ya kukuweka huru kutokana na vifungo, au mjamzito na ndoto ya kufanya jambo kubwa kwa ajili ya Mungu, au chochote kile, tengeneza nyumba yako vizuri, au hakikisha ndoa yako imepona, au chochote kile, kinapaswa kuwa kitu kilichokujaa, lakini unapaswa kuwa na matarajio. Amen? Kutarajia. Watu wengi hawatarajii chochote, kwa hiyo hawapati chochote. Watu wengine wana mtazamo huu, nitasubiri nione kitakachotokea. Siwezi kamwe kuishi namna hiyo. Usiishi na mtazamo huu wa nitasubiri na nione kitakachotokea. Huwezi kujua kamwe Mungu atatenda nini. Huwezi kutarajia mengi. Katika Isaya sura ya 30 kifungu cha 18,
Kuna andiko zuri sana ambalo nililishika miaka mingi imepita. Na kwa kweli Biblia inasema katika Isaya 30:18, Bwana atangoja ili awaonee huruma. Kwa hivyo hiyo inamaanisha Mungu anangoja nafasi ili aweze kuwa mwema kwenu. Mnaona hiyo? Bwana atangoja kwa bidii, na hilo neno kungoja linamaanisha kutarajia, kutazama na kutamani ili awaonee huruma, na kwa hivyo anajiinua juu ili akuhurumie na kukutenda wema. Kwa maana Bwana ni Mungu wa haki. Wamebarikiwa, wana furaha, wana bahati na wanatamaniwa wale wote wanaomngojea kwa bidii, wanaomtarajia na kutazama na kutamani ushindi wake, na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo urahisi wa haya ni, ikiwa ulikosa, kwamba Mungu ameketi katika kiti chake cha enzi mbinguni na anaangalia, anangoja, anatarajia, anamtafuta mtu amtendee wema. Lakini anaweza tu kumtendea mema mtu anayemngojea, anayemtazama, anayetamani na anayemtarajia amtendee mema. Sasa ikiwa unaweza kushika kitu hiki kimoja, inatosha kuleta mabadiliko makubwa katika maisha yako. Kwa sababu hebu niwaambie hivi, unatarajia nini zaidi ya vile ulivyokuwa navyo awali? Matatizo zaidi, kuvunjwa moyo zaidi? Unatarajia kufutwa kazi kwa sababu ulisikia watu watapunguzwa? Kwa hivyo hata ikiwa utafutwa kazi, mtarajie Mungu akupe kazi nzuri zaidi kushinda ile uliyopoteza. Na usisubiri hadi umezama karibu mwili mzima ndani ya tatizo lako. Anza kutarajia sasa hivi. Na isitoshe, hebu niseme hivi, unapaswa kusema matarajio yako. Wakati umejaa matarajio, huwa unaongea juu ya kile unachotarajia, huongelei kile ulicho nacho. Mtu na ashike hilo na elewe ninachosema. Zaburi 27:14. Zaburi 27:14. Umtumaini Mungu. Uwe imara, upige moyo konde. Naam, umngojee Bwana. Naam, umngojee Bwana. Kila mtu aseme natarajia. Sasa tunaongea sana kuhusu Isaia 40:31, na mara tu nikianza kunukuu, nyote mtaitambua. Watu hata upiga makofi kila wakati unaponukuu andiko hili. Bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Watapaa juu kwa mabawa kama tai, watakimbia wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Lazima tufikiri ni kama lakini kweli ukisoma na uchambue neno hili kungoja katika lugha yake ya asili, au uangalie maana yake katika Biblia ya Amplified ambayo inafafanua baadhi ya maneno ya lugha ya asili, inasema kwamba wale wamngojeao, wamtazamao, wamtamanio na kumtarajia Bwana. Kwa hivyo, wakati unamngojea Bwana, huenda hutakuwa unatenda kitu chochote kimwili, kwa sababu unaweza kuwa katika hali fulani maishani mwako kiasi kwamba huwezi kufanya chochote. Na kwa hivyo wakati mwingine tunasema huna budi kumngojea Mungu tu. Lakini kungoja huko, ijapokuwa hutendi kitu kusuluhisha hilo tatizo, kiroho unatenda kitu sana. Usijikalie tu kiroho, kaa ukitenda kiroho katika kutarajia. Mungu, ninatarajia ushindi. Huenda leo ndiyo siku. Unaweza hata kutumia ufikirivu wako, na sijaribu kuwachanganya na kufanya mambo yasiyoeleweka na kuzama katika aina fulani ya udhibiti wa akili. Lakini tuna ufikirivu. Tunadhani tunapaswa kuutumia kufanyia nini? Je, tunapaswa kuutumia tu kukumbuka mambo ya kijinga yaliyotendeka katika maisha yetu na mambo mengine mabaya? Kwa nini siwezi kukaa chini na kufunga macho yangu kwa dakika moja na kusema, Mungu, nitawaza mambo makubwa kwa dakika moja, na nitawaza jinsi maisha yangu yatakavyokuwa wakati nitakapopata ushindi wangu, kwa sababu ninajua uko njiani. Amen. Kwa hivyo, imani imejaa matarajio. Pili, sharti tuelewe kwamba imani ndicho kitu pekee kinachompendeza Mungu. Waebrania 11:6. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima amini kwamba yeye yuko. Na hasa napenda sana ile sehemu ya pili ya hii. Na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Sasa, Mungu hapendi uamini tu kwamba yeye yuko, lakini anapenda wewe umwamini kabisa, na kwamba ukijifunza neno na kumtafuta Mungu
na kuomba mara kwa mara na kukaa katika Mungu, unatarajia thawabu. Kwa sababu ukimtumikia Mungu, siku ya malipo wakati wote inakuja. Amen. Kama vile unavyotarajia siku ya Ijumaa au mara 2 kwa wiki au mara 1, mara 2 kwa mwezi au mara 1 kwa mwezi au vyovyote vile unavyolipwa, huwa tunatarajia siku ya malipo. Sharti tutarajie thawabu kutoka kwa Mungu. Kwa sababu kilichunguza lile neno thawabu, Mungu anaahidi tena na tena na tena katika Biblia kwamba tukitenda yale yaliyo sawa na kuchagua yaliyo sahihi, basi tutapata thawabu katika maisha yetu. Sasa hivi huenda baadhi yenu mko katika kipindi cha kupanda mbegu maishani. Nyakati za kupanda na kupalilia huwa hazisisimui. Lakini mkulima hawezi kupanda pasipo kutarajia mavuno akilini mwake. Anapanda kwa sababu anatarajia mavuno. Haendi shambani kuchimba na kuchimbua mawe na kupanda mbegu na kumwagia maji huku akifikiri sijui. La, anatarajia mavuno, na tunapaswa kupanda huku tukiwa na matarajio. Ndiposa hata ingawa hatutoi, kamwe tusitoe fedha kwa ajili ya ufalme wa Mungu ili tupate kitu. Sidhani kwamba hilo ndiyo nia ya Mungu ya kutoa. Nadhani tunapaswa kutoa ili mtu mwingine abarikiwe, na tunatoa kumheshimu Mungu. Lakini bado lazima tutoe tukiwa na matarajio, tukiachilia imani yetu kwamba kwa sababu ninatenda kile nilichoagizwa na Mungu, kwa hivyo ninaweza kumtegemea Mungu kukutana na mahitaji yangu yote kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Kutoa ni jambo la busara, kwa sababu unapanda kwa siku zako zijazo. Bila imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kazi zinapofanywa bila imani haziwezi kumpendeza Mungu. Ni yale tunayofanya tu katika imani, na hiyo inamaanisha kwa sababu tunaamini kabisa kwa mioyo yetu yote kwamba Mungu ametuagiza tufanye hivyo. Ni yale tunayofanya kwa imani ili kumpa utukufu, ndiyo yanayompendeza. Warumi 14:23 inasema kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi. Sasa ukiketi na kutafakari hayo kwa muda, haya yanaweza kumuingia kabisa. Kila tendo ninalotenda ambalo silitendi katika imani ni dhambi. Wasiwasi ni dhambi. Uoga ni dhambi. Wangapi miongoni mwenyu hulalamika kwa imani? Kwa hivyo hiyo inamaanisha kulalamika si tu ni dhambi. Na ndiposa mara nyingi tunapaswa kusema, asante Yesu kwa kunisamehe dhambi zangu zote, na kwamba ninaweza kuendelea kutakaswa katika damu ya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Usioe kuolewa na mtu ikiwa huna imani na jambo hilo. Unajua, niliolewa mara ya kwanza nikiwa miaka 18 kwa sababu, na nilijua ndani ya kilindi cha moyo wangu kwamba nilikuwa nimefanya makosa. Lakini kwa sababu nilikuwa nimenyanyaswa kimapenzi na baba yangu, nilidhani hakuna mtu angenilipenda, kwa hivyo nilirukia fursa ya kwanza iliyojitokeza. Na ninafikiri watu wengi hufanya hivyo. Wamekata tamaa, wanaogopa huenda hawatapata mtu yeyote, au wanajaribu kuondoa hisia za upweke kiasi kwamba wanafanya kitu wasichokuwa na imani nacho. Na kisha wanapata tabu kwacho kwa miaka mingi sana. Usifanye kitu usichokuwa na amani nacho. Ikiwa huwezi kufanya kile unafanya kwa imani, basi usikifanye. Usisukumwe kutenda mambo na marafiki zako, mambo ambayo unajua upasi kuyafanya. Ikiwa unahisi si sawa kwenda kuona sinema fulani, sijali ikiwa kila mtu anaenda, usiende, kwa sababu huwezi kuenda kwa imani. Jamani. Ndiyo. Mmenyamaza sana kwa hili. Sasa sijui nyinyi, lakini napenda mambo haya. Ninapenda kupewa changamoto na neno. Haswa ninapenda wakati Mungu anaponikosoa au kunikaripia. Sipendi kweli kwamba nilifanya kitu kibaya, lakini nafurahi sana kwamba ninaweza kukosolewa na Mungu. Sihukumiwi kwa hilo, ninasisimka. Yaani namshukuru Mungu kila wakati anaponikosoa. Wakati mwingine napaswa kumshukuru zaidi ninavyopenda kufanya, lakini unajua nini? Wiki iliyopita siku moja nilikuwa namshukuru siku nzima. Nilisema moyoni, asante Mungu kwa kunionyesha hilo. Asante Mungu asante Mungu kwa kunionyesha hilo. Na nikawaza mwisho wa siku nafurahi kwamba wakati wa kwenda kulala umefika, usije ukanionyesha kitu kingine.
Nashukuru Mungu kwamba kila siku haiko hivyo, lakini jifunze kufurahi kwamba mna aina hiyo ya ushirika na Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, kwamba nawapenda kiasi cha kutowaacha katika hali hiyo ambayo mliomo. Naipenda. Kwa hivyo kwa kiasi fulani ninaingia kwenye biashara yako na kusema chochote unachofanya ambacho si cha imani ni dhambi, basi shukuru kwa ajili yake. Chochote kinachokufanya kuhisi kutotulia kitini lazima ni kitu unachohitaji. 3. Imani lazima msingi wake uwe ni neno la Mungu. Zaidi ya chochote, kwanza kabisa tuna imani katika Mungu. Biblia inasema muamini Mungu. Sasa nimewaambia mbeleni kwamba sote tuna imani. Kila mwanadamu amepewa kipimo cha imani. Sasa hebu niseme hivi, kile unachofanya na hiyo imani ni juu yako. Unaweza kujiamini mwenyewe, hiyo haitakusaidia, lakini ikiwa unataka kujaribu kwa miaka michache na usumbuke kabisa, endelea. Unaweza kuweka imani yako yote katika watu. Na sisemi kwamba tupasi kuamini watu, lakini naweza kuambia kwamba watu watawavunja moyo na kuwakatisha tamaa. Hatuna uwezo wote wa kutovunjana mioyo kwa sababu sisi si wakamilifu. Kwa hivyo, usiwategemee watu, mtegemee Mungu pekee. Unaweza kuwategemea watu, lakini usiende mbali sana, kwa sababu wakati tu unapoanza kumtazama mtu na kufikiria hutanikosea, sasa uko shidani. Usiweke imani yako kwenye mfumo wa ulimwengu. Hakikisha unamtegemea Mungu. Mtegemee Mungu. Nchi yetu ilifanywa kuu kwa sababu wanaume na wanawake waliokuja hapa walimtegemea Mungu. Na katika taifa letu lazima turudie kumtegemea Mungu. Siasa bila Mungu ni kitu hatari. Imani lazima iwe na msingi. Kwanza kabisa, weka imani yako katika Mungu. Unaweza kuwa na kazi nzuri na wanaweza kukulipa kila wiki. Kama ningekuwa wewe, singetegemea tu hiyo kazi kutunzia maisha yangu yote. Mtegemee Mungu. Na pengine ukihitaji pesa zaidi, lakini huongezwi mshahara kama unavyotaka kazini, usiwakasirikie, mtegemee Mungu. Mara nyingi tunategemea vyanzo vibaya ili vitutunze, na wakati wote tunahitaji kumtegemea Mungu. Ukimwendea Mungu na Mungu anataka hiyo kampuni kuongezea mshahara ili kukimu mahitaji yako, atafanya hivyo. Lakini ikiwa anataka kukupa kwa njia nyingine, sasa kwa sababu umeweka imani yako katika yeye, umefungua mlango huu mpana wa fursa nyingi za Mungu kukubariki. Mnasikia? Na baadhi yenu mnategemea chanzo kimoja tu, unategemea kazi yako. Unahitaji kutoangalia kazi yako, unahitaji kumtegemea Mungu. Mungu, sijali kile ambacho mtu atanipa. Ukiamua kunipa kitu, basi nitakuwa nacho. Mnanisikia? Nitasema hivyo tena. Mnapaswa kusema, Mungu, sijali kile ambacho mtu hatanipa. Ukiamua kunipa kitu, hakuna pepo jehanamu na hakuna mtu duniani atanizuia kukipata. Amen. Kwa hiyo imani lazima iwe na msingi. Kwanza kabisa, iwe kwa Mungu, imani katika Mungu. Muwe na imani katika Mungu, na kisha mlijue neno la Mungu kiasi cha kuweza kuzijua ahadi za Mungu na kuweka imani yenu katika ahadi za Mungu. Sasa, sidhani kwamba kila wakati unapoomba huwezi kuombea chochote ikiwa huwezi kupata andiko na kifungu, lakini ninaona ni jambo la busara kujaza maombi yako kwa neno la Mungu iwezekanavyo. Omba neno kwa Mungu. Mkumbushe Mungu. Manabii wengine walifanya hivyo. Walimkumbusha Mungu wakati wote yale aliyokuwa amesema. Na unapaswa kusema, Mungu uliahidi kwamba ungekutana na mahitaji yangu yote, nami natarajia kwamba utafanya hivyo. Asante kwa hilo. Uliahidi Mungu, ikiwa nitawafundisha watoto wangu katika njia wanayofaa kufuata, basi wataifuata njia hiyo watakapokuwa watu wazima, hawataiacha. Kwa hivyo popote walipo sasa hivi, Mungu, ninaamini wanarudi. Imani ina lugha. Unaweza kuisikia imani ikitoka vinywani mwa watu. Unaweza kusikia woga ukitoka, unaweza kusikia wasiwasi, mashaka na kutoamini kukitoka. Imani ina lugha. Waebrania 4:14 inasema, na tuyashike sana maungamo yetu ya imani katika yeye. Basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia tayari katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu ya imani katika yeye. Je, ungamo lako ni gani? Ni yale unayosema kwa kinywa chako.
ni yale unayotangaza kwa maneno yako. Imani haiombi Mungu ashughulikie tatizo kisha kwenda kwa chakula cha mchana pamoja na mtu fulani kisha kuzungumzia tatizo hilo kana kwamba litakuwa lako siku zote. Hebu sasa niketi hapa chini na niwaambie kitu kimoja kidogo. Wakati mwingine inabidi nikae chini niwaambie nyote mambo. Sasa, mko tayari? Naenda kuwa mama sasa hivi dakika moja. Watoto, ikiwa mtataka kuona imani yenu ikifanya kazi, lazima muachane kabisa na hali ya kujihurumia. Kwa sababu nyingi ya sababu zinazotufanya kuongea jinsi tunavyoongea juu ya vitu tunavyoongelea ni kwamba tunataka mtu atusikitikie. Pengine unasema, Joyce, ni makosa kufunguka na kupata faraja kutoka kwa rafiki. Lakini ikiwa unataka kufanya hivyo, fanya mara moja tu, sahau na uendelee mbele. Usifanye kwa huduma yako ya maisha. Amen? Na wangapi wenu mnaona kwamba tumeomba kwa imani na tunamtarajia Mungu na tunaamini atafanya kazi? Basi angalau tutaongelea lile tatizo na tulizungumzie kwa njia ambayo inaonekana tunadhani Mungu anahusika katika hilo jambo na kwamba atatenda jambo. Tusiongee tu kwa njia ambayo itajaribu kuwafanya watu watusikitikie. Amen? Imani ina lugha. Naamini unafanya kazi. Mungu, ninaamini unafanya kazi. Ninaamini unafanya kazi ndani ya watoto wangu. Naamini kwamba unafanya kazi. Nimeomba, umesikia maombi yangu. Nina neno la kulitegemeza na ninakataa kuamini kwamba wewe si mwaminifu. Nitaona matokeo ya mwisho ya imani yangu. Amen? Ndiyo tunachoka, ndiyo tuna siku ngumu, ndiposa tunahitajiana. Na tunahitaji vitu kama hivi ndipo tuje pamoja, na tunahitaji mziki mzuri, na tunahitaji kanisa zuri, na tunahitaji marafiki wazuri. Kwa sababu tuna uchafu wa kutosha unaofyonza kila kitu chetu, tunahitaji kuwa na watu wa kutujenga. Imani msingi wake si yale tunayoona, tunayofikiria au tunayohisi. Wakorintho wa pili 5:7. Tunaishi kwa imani na si kwa kuona. Maana twaenenda kwa imani ikiwa tutayapanga maisha yetu na kuenenda kufuatana na yale tunayoamini, au imani yetu tukiheshimu uhusiano wa mwanadamu na Mungu na vitu vya kiungu. Tukiwa na imani na utakatifu, hivyo twaenenda si kwa kuona au muonekano. Unajua, ninapenda ile hadithi ya Ibrahimu na sitachukua muda kwenda kusoma Warumi 4 na nimewasomea, lakini napenda ule ukweli kwamba hakupuuzilia mbali hali zake, aliziona lakini hakuenenda kwazo. Ibrahimu alimwamini Mungu kumpa mrithi, na tena ilikuwa haiwezekani kabisa katika kibinadamu kwa yeye na Sara kuzaa mtoto. Kwa sababu walikuwa wamezeeka sana, walikuwa wamepita miaka ya kupata watoto, isipokuwa tu Mungu alikuwa ameahidi. Mungu alikuwa ameahidi. Na Biblia inasema kwamba lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutoamini. Hakuna mtu anaweza kukuahidi kwamba mashaka na kutoamini yatakuja kujiwasilisha kwako. Ndiposa nguvu za maneno yetu ni muhimu sana. Wakati mashaka yanapokuja tu, kwa nini usifungue kinywa chako na kusema, siamini hayo, naamini Mungu anafanya kazi? Njia nzuri zaidi ya kukatiza wazo baya ni kwa kusema kitu kizuri. Nataka tuangalie Luka sura ya 5 vifungu vile vya 5 vya kwanza. Hii ni simulizi ya baadhi ya wanafunzi waliokuwa wakivua samaki na ninapata mengi hapa. Nimesikia mahubiri mengi juu ya hivi vifungu vitano vya kwanza. Ikawa makutano walipomsonga wakisikiliza neno la Mungu, yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa Genesareti, ziwa la Galilaya. Kwa hiyo pata picha ya Yesu akiwa amesimama ufuoni mwa ziwa. Akaona mashua mbili zimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Akaingia katika mashua moja, ndiyo yake Simoni Petro. Alimtaka Simoni aisongeze majini, na hata kuna sababu kwa nini alifanya hivyo. Sitaingia ndani sana, lakini ukweli ni kwamba ilikuwa vyombo vya kupaza sauti. Ikiwa walienda mahali panapofaa,
kwenye maji, na maji angebeba sauti na kuifikishia kwa watu. Hawakuwa na mikrofoni kama hizi zetu tulizonazo, lakini hiyo ndio sababu wakati mwingine angetoka kidogo kwenda majini na kuhubiri akiwa kwenye mashua. Akaketi akawafundisha makutano akiwa kwenye mashua. Kifungu cha 4, na alipokwisha kunena alimwambia Simoni Petro, tweka mpaka kilindini mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Sasa nataka mwangalie kilichotendeka. Simoni Petro akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, tusipate kitu katika nyavu zetu. Kwa hivyo, kabla hatujakwenda kwenye kifungu kinachofuata, Petro anasema nini hapa? Shusheni nyavu zenu kilindini. Bwana, hiyo itasaidia. Tayari tumekesha usiku kucha, samaki hawali chambo. Ni kama mvuvi aliyevua usiku wote, wamechoka, hawajalala, wamechoka. Kuosha hizo nyavu ilikuwa kazi kubwa. Ikiwa watamtii Mungu, itabidi warudishe hizo nyavu, wazirudishe tena majini, wachafuliwe tena. Waliona ni kazi nyingi zaidi na wakasema, hii haitasaidia, tumechoka, tumefanya kazi hii yote. Kwa hivyo Aswa Petro alikuwa anasema nini? Sidhani itasaidia hiyo, sijisikii kufanya hivyo, si wazo zuri. Lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu tena. Hakujisikia kufanya hivyo, hakutaka kufanya hivyo, hata hakufikiria kwamba itasaidia, lakini kwa kuwa Mungu alisema hivyo, aliweka imani katika hilo. Na ukisoma sehemu iliyosalia, inasema walipofanya hivyo walipata samaki wengi mno. Wengi sana mpaka nyavu zao zikaanza kukatika. Na wakawapungia mikono washirika wenzao waliokuwa katika mashua nyingine waje kuwasaidia. Usitegemee utamwamini Mungu kwa muda mgani juu ya yale unayoona, unayofikiria au kuhisi. 6, tuna safari ndefu. Tayari Dave aliniambia, ninajua utakachofanya, utaenda mbali kadri uwezavyo, kisha utasoma yaliyosalia. Hamtajali sana juu ya hili, kwa hivyo nitajaribu kulipitia kwa haraka. Imani hufanya kazi pamoja na saburi. Samahani. Waebrania 6:11 na 12. Nasi twataka sana na kwa bidii kila mmoja wenu aidhirishe bidii ile kwa utimilifu wa matumaini hata mwisho. Hata mwisho. Aidhihirishe bidii ile kwa utimilifu wa matumaini hata mwisho. Kwa hivyo unajua, kuna mwanzo wa imani. Si vibaya sana unapoamua na kusema, nitamwamini Mungu kwa hili. Hivyo ni vizuri. Ndiyo, ninahisi nina matumaini, kuna jibu, nitamwamini Mungu. Lakini kuna siku ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5, mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, miaka 10, miaka 12, 15, hamjaona mengi bado. Sasa ikiwa mnaweza kuanzia hapa na kusema nitamwamini Mungu, hebu songeza mbele haya yote. Fikia hapa kwa kutimizwa. Wow, tungeishi maisha ya kusisimua kwa namna gani? Lakini hatuwezi kuwa na mwanzo na mwisho bila kuwa na katikati. Na wengine wenu sasa hivi wako katikati ya kitu fulani na haufurahi sana vile. Sharti uwe na subira. Na subira si kusubiri. Sote tutasubiri, tupende tusipende. Subira ni vile unavyofanya unapokuwa unasubiri. Ni vile tunavyotenda wakati tunasubiri. Kwa hivyo unaweza kusubiri huku ukiwa na matarajio. Unaweza kusubiri na mazungumzo mazuri. Unaweza kusubiri kwa kutumia muda wako kuwa baraka kwa mtu mwingine. Hicho ni kitu kizuri cha kufanya. Tafiki hapo kwa dakika moja. Au tunaweza kusema, nimekata tamaa, siwezi kufanya hivi tena, nitaacha, hii haisaidii. Kisha itabidi urudi nyuma na uanze upya tena. Sawa Mungu, nitaomba kwa imani, naamini unaweza kufanya hivi. Baada ya kuwa katika hali hiyo kwa miezi 2, siwezi kuvumilia tena, sijui kwa nini inachukua muda mrefu sana, nitaacha na kukata tamaa. Kisha itabidi urudi hadi mwanzo na uanze tena. Jamani, kuna mtu anasikia haya?
Na je, huko juu katika hivyo, ninawaona kwenye hivyo viti vya nyuma kabisa. Yaani kuna watu pale juu kabisa kwenye ile miti. Angalieni pale nyuma ukutani pale juu. Wangapi wenu mnasikia kile ninachosema? Nina mazoea kuangalia watu walio hapa chini, lakini najua nyinyi mko hapo. Amen? Ninajua mko hapo. Lakini angalia, habari njema ni kwamba hata ingawa sijui mko hapo, Mungu anajua mko hapo. Hiyo ni nzuri. Kimbia nyumbani mwa Mungu. Asanteni. Subira. Waebrania 6:15. Na hivyo kwa kuvumilia na kusubiri kwa muda mrefu, Ibrahimu akaipata ile ahadi ya kuzaliwa kwa Isaka, ambayo ni ahadi aliyoahidiwa na Mungu. Ibrahimu alisubiri kwa miaka 20. Yusufu alikuwa jela kwa miaka 13 kwa kosa ambalo hakulifanya. Inafurahisha sana wakati una ndoto. Yusufu aliota ndoto akafurahi sana, akaenda moja kwa moja kuambia ndugu zake. Aliingiwa na kiburi kiasi. Mtaninamia mimi. Akaenda kwa babake akasema, hata wewe utaninamia baba. Alihitaji kufunga safari kwenda mahali pasipojulikana. Jamani, baadhi sasa hivi mko jangwani katika maisha yenu, na muwe mnajua au hamjui, inasafisha takataka zilizo ndani yenu kabla hamjakuwa tayari kupewa kile mlichoahidiwa na Mungu. Jamani, na hakuna haja ya kudharau pale ulipo sasa hivi. Ni vyema ukijifunza kufurahia pale ulipo huku ukiwa njiani kuelekea kule unakoenda. Ninasema unahitaji kujifunza kufurahia pale ulipo huku ukiwa njiani kuelekea kule unakoenda. Sawa. 7. Imani inafanya kazi tu na inapewa nguvu na upendo. Na huu ni mfululizo wa mafundisho yenye sehemu 10 hapa. Je, una aina gani ya maisha ya upendo? Unajifunza upendo kwa kiasi gani? Unajua kiasi gani cha maandiko yanayozungumzia upendo? Je, unawatendea watu namna gani? Je, umewakasirikia watu wangapi? Nasikia vile mnavyocheka kidogo. Wagalatia 5:6, na tuiweke kwenye kioo tafadhali. Imani hufanya kazi kwa kupitia upendo. Maana tukiwa katika Kristo Yesu, kutahiriwa hakufai neno wala kutotahiriwa, bali imani itendayo kazi kwa upendo. Sasa hebu niambie kile kilichokuwa kinaendelea hapa. Paulo alikuwa amechoshwa na Wagalatia wakati wote kuongelea juu ya tohara. Mimi ni bora kuliko wewe, nimetahiriwa, wewe hujatahiriwa, unapaswa kutahiriwa. Nadhani Paulo alikuwa anasema, acheni tabia hii ya kufuata mambo ya sheria zote na maagizo yote ya dini na mwanze kupendana. Jamani, inashangaza kuona jinsi madhehebu mbalimbali yanavyozozana na kutoana makosa na kufungiana milango kwa sababu sote hatuamini kitu kimoja. Nani yuko sahihi? Hakuna mmoja wetu yuko sahihi 100% sawa. Si mimi, si nyinyi, si mtu mwingine. Sote tunafanya kadri tuwezavyo kwa ajili ya pale tulipo, na matunda ya maisha yetu ni muhimu zaidi kushinda kitu chochote kile. Paulo alisema, pendaneni. Kwa sababu imani hutenda kazi tu kwa upendo na inatiwa nguvu na upendo. Sina muda wa kwenda huko, lakini Marko sura 11, mwamini Mungu, ombeni bila kukoma, mnapoomba aminini, na ikiwa mna neno lolote na mtu, achaneni nalo, msameheni. Inazungumzia kuhusu imani. Sasa tunapata kanuni moja za imani. Na ikiwa unataka imani yako ifanye kazi, basi usimkasirikie mtu yeyote. Imani hufanya kazi tu kwa upendo. Mungu wangu, lazima mfanye kazi na Roho Mtakatifu, muwe na maisha thabiti na yenye nguvu ya upendo. Si rahisi kuamka kila siku na kuacha kujifikiria mwenyewe na badala yake kufikiria vile unavyoweza kumtendea mtu mwingine.
Haswa ikiwa imani yako katika moja ya ahadi za Mungu, unahitaji ushindi, unahitaji msaada katika sehemu fulani, unasubiri, ukijaribu kuwa na saburi, umechosha sana na hilo. Sasa huyu mhubiri wa kike hapa anakuambia funga mdomo wako, hakusikitiki, kuwa na mtazamo chanya, nimechosha na hili limenichosha. Sasa ninasema hivyo, wakati mnasubiri, jisahauni wenyewe, toka nje na umpende mtu mwingine. Pengine unasema, kwa nini nilikuja hapa leo? Kwa hivyo hatimaye unaweza kuona imani yako ikifanya kazi. 8, imani wakati wote inapumzika. Waebrania 4, wale wanaomwamini Mungu huingia katika pumziko lake. Kwa hiyo nitasema hivi kwenu, kwa mwingine nikisema nina imani lakini nimekasirika, basi nahitaji kusema, mnajua nini? Imani yangu inapungua kitu kidogo, kwa sababu kama kweli ningekuwa katika imani, ningekuwa katika pumziko. Pumziko la milele. Pumziko lile ambalo linajua kwamba Mungu anadhibiti kila kitu na anashughulikia mambo. Imani inapaswa kuachiliwa, ni nguvu iliyo katika roho yako. Inapaswa kuachiliwa. Kumbuka nilipowaambia mwanzoni mwa mafundisho haya kwamba kulikuwa na kipindi fulani katika maisha yangu ambapo nilikuwa naachilia imani yangu ili nisamehewe dhambi zangu na siku moja niende mbinguni nitakapoaga dunia. Sikuwa ninaachilia imani yangu kwenye sehemu yote nyingine. Sikuwa ninaachilia imani yangu ili nipate ushindi, niponywe kutokana na makovu ya unyanyasaji uliopita. Sikuwa ninaachilia imani yangu nimfanyie chochote Mungu. Sikuwa ninaachilia imani yangu ili nitumiwe na Mungu. Sikuwa ninaachilia imani yangu kwa ajili ya fedha. Tulikuwa tunaishi kwa shida. Hata ingawa mimi na Dave tulikuwa tukitoa fungu la 10 tangu siku ile tulipooana, kwa sababu Dave alikuwa amefundishwa kufanya hivyo katika lile kanisa lilokuzwa. Lakini unajua, unaweza kutoa zaka, na ninaamini kwamba utapata matokeo fulani. Hatujaweza kushindwa kulipa bili, lakini naweza kuambia, ikiwa unataka kufikia upeo ambao Mungu anataka uwe katika huo, unahitaji kuachilia imani yako pamoja na kutoa kwako. Imani wakati wote huleta matokeo. 10. Wakati wote huleta matokeo. Ikiwa hautaiacha imani yako, ukishikilia imani yako, italeta matokeo. Siwezi kuambia itachukua muda gani, lakini italeta matokeo. Luka 7:50, Biblia inasema imani yako imekuokoa. Tuliwaona watu 908 jana usiku wakiokolewa kwa imani. Hebu fikiria juu ya hilo. Walikuja hapa wakiwa njiani kwenda jehanamu kwa sababu waliamua kuweka ile imani waliokuwa nayo tayari katika Mungu badala ya kuiweka katika ulimwengu au kujiamini wao wenyewe. Waliamua kutubu kutokana na mtindo wao wa maisha, wakageuka na kwenda upande mwingine mpya. Walitoka hapa wakiwa sasa wako njiani kwenda mbinguni. Hayo ni matokeo mazuri sana ya imani. Katika Luka 17:19, Biblia inasema imani yako imekuokoa. Natamani ningekuwa na muda wa kuruka na kushangilia jambo hili, lakini hebu niwaambie kitu. Ikiwa unahitaji kutumia dawa, tumia. Ikiwa unahitaji kwenda kumwona daktari, nenda ukamwone. Lakini usifanye chochote pasipo kumtegemea Mungu kuleta uponyaji katika maisha yako. Siamini kwamba kuna dawa zozote au daktari yeyote anayeweza kutusaidia ikiwa hatuna imani katika Mungu kufanikisha hilo. Yesu ni mponyaji wetu, na ninaamini kwamba uponyaji unatoka kwa Mungu. Hakuna uponyaji bila Mungu. Na hata hekima iliyo katika taaluma ya matibabu ilitoka kwa Mungu, na ni jambo jema alimpa, vinginevyo tungekuwa sote tumekufa. Singeenda kwa daktari bila kuomba ili nijue niende kwa daktari yupi. Usitumie hiyo dawa bila kumwomba Mungu aibariki na kuipa upako na kuifanya itende kazi. Zaidi ya yote, mtegemee Mungu kwa uponyaji, kwa sababu dawa zinaposhindwa, hata mwanadamu anaposhindwa, bado Mungu anaweza kukuponya. Bado ni Mungu anayetenda miujiza. Kumi na moja, imani hutulinda kutokana na mishale ya moto ya adui. Waefeso 6 inasema mkitwaa ngao ya imani. Hakuisema iburuteni hiyo ngao. Jamani, punde tu mshale wa moto unapotujia, jambo la kwanza tunalohitaji ni ninamtegemea Mungu. Namtegemea Mungu, namwamini Mungu. Ninaachilia imani yangu na namwamini Mungu. Ya 13. 12. Mmenipata. Sawa sawa, ya 12, tunapokea baraka zote za Mungu kupitia kwa imani.
Tunapatanishwa na Mungu kwa imani, tunahesabiwa haki kwa imani, tunatakaswa kwa imani, tumekombolewa kwa imani, tumesamehewa kwa imani. Tunamfanyia Mungu mambo makuu kwa imani. Ikiwa kweli unataka kupata kuelewa yale yanayoweza kutendwa kwa imani, nenda ukasome Waebrania 11 ambapo inazungumzia kwa imani Nuhu alitengeneza safina. Kwa imani Sara alipata mimba. Kwa imani Rahabu yule kahaba alimtii Mungu akawaokoa wale wapelelezi ambapo wangekuwa wameuawa. Tunafanya mambo kwa imani na wakati wote kuna thawabu. Ya 13, imani hukua na kuongezeka kadri unavyoitumia. Kadri unavyoitumia. Sasa hivi unaweza kuhisi kwamba una imani haba tu. Oh Mungu wangu, mara ya kwanza nilipoanza, imani yote nilikuwa nayo ilikuwa ni kuamini Mungu nisiende jehanamu. Hivyo tu. Anisamehe dhambi zangu na anisaidie kwenda mbinguni. Ilikuwa ni hivyo tu. Hapo ndipo nilipokuwa nimefika. Oh Mungu wangu, hata siwezi kuambia yote yaliyobadilika kuanzia wakati wa kwanza hadi sasa. Lakini kila moja ya mambo hayo imenibidi nilijue neno la Mungu, niachilie imani yangu katika sehemu hiyo, nisimame imara, niwe na subira, nishikilie ungamo langu, niendelee kuwatendea mema watu wengine, nimtegemee Mungu kwa thawabu. Na sasa nimefika mbali sana tangia pale nilipoanzia. Pengine unasema, umekuwa hivi kwa muda mgani? Kwa miaka 37. Oh Mungu wangu, niliokoka tu wiki iliyopita. La. Msifanye hivyo. Semeni, nashukuru Mungu nipo njiani. Nashukuru Mungu nipo njiani. Ya 14, wakati mwingine imani lazima ipigane vita. Timotheo wa kwanza 6:12 inasema, piga vita vile vizuri vya imani. Petro wa kwanza inasema, mpingeni shetani, simameni imara dhidi yake. Namaanisha nini hapo? Imani lazima ipige vita. Wakati mwingine kusema ukweli itakubidi utumie imani yako kupambana na ibilisi. Una nguvu na mamlaka dhidi ya nguvu zote za adui. Luka 10:19. Sasa sikiza. Kabla upige kelele sikiza. Luka 10:19. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui. Shetani ana nguvu tu, una nguvu na mamlaka. Na mamlaka anayoweza kuwa nayo ni yale utakayompa. Amen. Huo ni ujumbe mwingine wenye sehemu 4. Na ya 15. Imani ndicho kitu cha pekee kinachoshinda uoga. Na uoga umejaa sana duniani leo. Biblia inasema kwamba katika siku za mwisho mioyo ya wanadamu itashindwa kwa sababu ya uoga. Unawasikia hata Wakristo ambao wamekuwa katika ufalme wa Mungu kwa muda mrefu wakiongelea hofu zao juu ya hali ya ulimwengu sasa hivi. Siogopi? Sijui kitakachotokea, sijui ikiwa wakati wote nitafurahia kila kitu kama kiumbe. Ikiwa nitaogopa chochote, basi ni kwa ajili ya wale wote waliopotea. Kwa hivyo ninapenda kuendelea kufanya kazi kwa bidii nikijaribu kuwapelekea habari njema kadri niwezavyo. Na nataka nifahamu mengi na nataka kutekeleza sehemu yangu. Na sitazika kichwa changu mchangani na kujifanya kana kwamba hakuna mabaya yanayoendelea, lakini nakataa kuogopeshwa na hayo. Unajua kwa nini? Kwa sababu ikiwa Mungu amekuchagua wewe na mimi tuwe hai siku ya leo na saa hii, basi tu sehemu yake, tuna vyote vinavyohitajika. Amen.